بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. حلقة ya leo tutasahihisha maneno ya Sheikh Shaaban kuhusu masala ya muziki, lakini mwanzo tutasikiza klipu yake, kisha tutakuwa ni wenye kusahihisha maneno kama hayo, ili tusije tukaingia ama tukawa na wenye watu ambao kwamba wameingia katika lile grupu alilolisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan, na wale ambao kwamba wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakulitaja ndani ya Qur'an. Kwa hivyo tutasikiza klipu yake, alafu tutaendelea na halqa yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdhar min lahwi alhadith, tahadhari sana, epukana na mazungumzo yaliyokuwa ni upuzi mtupu. Mara nyingi watu hutafuta starehe na furaha kwa nafsi zao kupitia yaliyokuwa si halali. Kuna baadhi yao husema kwamba uridu an utamina nafsi wa qalbi, nataka kutuliza moyo wangu, nafsi yangu. Fayara bi anna almusiqa hiya almutamina liqalbihi bainama hiya almuhisha likalbihi. Anajikuta mtu kwamba anaona kwamba bora atumie music, kwamba mziki utasababisha yeye au nyimbo zile ule moyo wake utulie. Kumbe ule mziki unasababisha hata ule mbwa wake nyumbani kujihisi yuko mpweke katika hali ambayo kapotea katika jangwa. Na mziki unaugeuza moyo kuwa ni sawa na mbwa. Almusiqa wal aghani tuhawilu alqalb ila alkalb, inapelekea ule moyo unakuwa ni mgumu kwa sababu ni baida dhikrillah, na ule moyo unageuka kuwa ni mahwa al-afarit wa shayatin wa zawabi' wa tawabi'. Ule moyo unakuwa ndio kituo cha kukama shetani, maifriti na kila ina uchafu, kwa sababu umeingizwa ndani yake uchafu, na ibilisi anapenda mambo kama yale sana. Ndio maana akasema Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahu wal hadithi liyudhilla an sabilillah, na miongoni mwa watu wako wale ambao miongoni mwao wanauza, wanabadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu kwa kununua au kwa kufanya ile kuwa ni lahu wal hadith, wanaacha kilichokuwa ni ahsan hadith, mazungumzo mazuri kabisa, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amesema Mola Subhanahu wa Ta'ala, Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani, Mwenyezi Mungu ameteremsha mazungumzo mazuri kabisa, kitaban mutashabihan, kitabu chenye kufanana aya zake, Qur'an. Mathani, kinachosomwa mara kwa mara, ambacho kinapelekea hata zile nyoyo kuwa na khushu' kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo muziki hii ni katika mambo ambayo yanapelekea kuua nyoyo. Na ndio maana akasema katika hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika Muslim bin Rabi', hadithun sahih, ya kwamba sautani mal'unani fi dunya wal akhirah, sauti za aina mbili, sauti mbili hizi zimelaaniwa duniani na akhira. Mojawapo ni sautu naghmatin, sauti ya zile naghma, miziki, maazif, yale mambo ya magita, yale matarumbeta, si madudu gani ya kupuliza, yale yote ni katika mambo ambayo yanapelekea kuwa katika lahu wal hadith, na yanapelekea moyo wa mtu kuwa ni mgumu, hausikii dhikri baada pale. Kwa hivyo haya yote ni ya kuepukwa. Na vile vile mwenye kusikiliza mambo kama yale, basi subba fi udhunihi al-anuku minan nari yawm al-qiyama, atamiminiwa risasi za moto katika masikio yake siku ya kiyama. Kwa nini? Tumesikia Sheikh anatuambia kwamba kuna watu wanatafuta starehe kwa njia ambayo kwamba sio ya halali, yani kumaanisha kwamba muziki ni haram, sio halali.
Na kisha yatuambia kwamba asema Iblisi ndo anapenda mambo ambayo kwamba kama hayo, bila ya kutojua kwamba Iblis hakuna ambalo kwamba jambo analolitetea na kulitaka liwe na kutushawishi na kututia wasiwasi kama kuharamisha jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaliharamisha. Hii ndiyo kazi kubwa ya shetani. Na shetani siku zote anataka mwanadamu aishi duniani kwa dhiki, na kesho akhira pia aishi kwa dhiki. Unapokuwa umewaharamishia watu jambo katika dunia, ni kwamba jambo kama lile halitofanywa kwa yule atakayefuata lile jambo ulilomharamishia. Ikiwa jambo umesema haramu, ni kwamba mtu hatolifuata, yani hatolifanya lile jambo hapa duniani, na kesho akhira awe akitarajia kwamba atakuwa ni mwenye kupata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu amefuata amri ya Mwenyezi Mungu, ametii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini utakapoharamishiwa jambo lolote ambalo kwamba halina dalili yoyote ndani ya Qur'an, alafu kesho yaumul qiyama wewe ukalifuata hapa duniani, alafu kesho yaumul qiyama wewe ukiwa watarajia thawabu, bali utakwenda kuona mambo ni kinyume kule, kwamba umepata madhambi kwa kufuata jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakuliharamisha. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, qul inma harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wama batana wal ithma wal baghya bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Wakati unapofuata jambo na halina dalili yoyote kutoka ndani ya Qur'an, ujue wewe unamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakuliteremsha ndani ya Qur'an. Kwa hivyo wewe unapofuata jambo lolote liloharamishwa na halina dalili yoyote ndani ya Qur'ani, ujue umemshirikisha Mwenyezi Mungu. Na wewe mwenye kuambia watu kwamba jambo fulani ni haramu na huna dalili yoyote kutoka ndani ya Qur'ani, ujue umemshirikisha Mwenyezi Mungu, na kesho yaumul qiyama duniani huku furahi na kesho akhira pia huna furaha. Hivyo ndivyo anavyotaka shetani. Kuna hadithi, na hadithi hii ni sahihi al-matn, na maneno kama haya hasemi isipokuwa ni Mtume. Hadithi yenyewe yasema, suila an-nabii sallallahu alaihi wasallam ani samni wal jubni wal fira. Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba je, ni haramu yani maziwa ambayo kwamba yenye kukaushwa yale. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikiza maneno Mtume anasema nini? Alhalalu ma ahalla Allahu fi kitabihi wal haramu ma harrama Allahu fi kitabihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, halali ni yale aliyohalalisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake, na haramu ni yale aliyoharamisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake. Kwa hivyo hatuna kitabu kingine isipokuwa ni Qur'an. Haramu ni itoke ndani ya Qur'an, na halali ndio itoke ndani ya Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yote aliyoharamisha ameyataja ndani ya Qur'an. Na Mwenyezi Mungu, ndugu Muislamu, jua kwamba Mwenyezi Mungu hajamruhusu binadamu aina yoyote kuharamisha jambo. Mwenyezi Mungu hajampatia kibali mwanadamu yoyote aharamishe jambo lolote. Mwenye kibali cha kuharamisha ni Mwenyezi Mungu wahdahu, peke yake. Hata Mtume hana haki ya kuharamisha. Hadithi kama hii inatueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alhalalu ma ahalla Allahu fi kitabihi wal haramu ma harrama Allahu fi kitabihi. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wala taqulu lima taswifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhiba.
sio litaftaru ala Allahi wa rasuli, la, litaftaru ala Allahi alkadhiba. Mwenyezi Mungu anasema wala taqulu lima tasifu, musiseme kwa hizo ndimi zenu ama kwa lugha zenu kwamba hili ni halali, hili ni haramu, litaftaru ala Allahi alkadhiba, kumzulia Mwenyezi Mungu urongo. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Mwenyezi Mungu asema hawafaulu. Kwa hivyo mwenye haki ya kuharamisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hakuna kiumbe chochote ambaye ana haki ya kuharamisha lolote. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia ala lillahi ad-dinul khalis. Dini ni ya Mwenyezi Mungu al-khalis. Nini maana al-khalis? Kwenye lugha ya Kiarabu tunasema adh-dhahabul khalis, yani pure gold, haijatanganyika na madini yoyote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema ala lillahi ad-dinul khalis, ni kwamba dini ya Mwenyezi Mungu haina mshirika. At-tashri'u lillahi shara Allahu lakum min ad-din. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kushariisha katika dini. Shara lakum min ad-din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake ndiye mwenye kushariisha katika dini. Yeye peke yake ndiye mwenye kutunga dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam hana haki katika tashri'i dini. Mtume alikuwa ana haki katika tashri'i al-qanuni al-madani. Alikuwa na haki kutunga sheria za nchi wala sio sheria za dini. La, hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake ndiye mwenye haki ya kuharamisha. Mwenyezi Mungu anatuambia waman ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu wa laysa hududahuma. Dini ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo hakuna ambaye kwamba ana haki ya kuharamisha, ndugu Muislamu. Haramu yote Mwenyezi Mungu ametutajia ndani ya Qur'an. Hapa twaona shekhe kama huyo ametutolea dalili ndani ya Qur'an, na dalili kama hini haina ilaka yoyote na nyimbo abadan, wala haina ilaka yoyote na muziki, la abadan. Mwenyezi Mungu anazungumza mambo mengine kabisa. Yani kwa kuwa wao wapenda kuharamisha mambo, manake kila kitu wao wamedhani kwamba kuharamisha, haramu zikiwa nyingi katika dini, hiyo ndiyo dini. Yani haramu zikiwa nyingi, hiyo ndiyo dini. La abadan. Mwenyezi Mungu mambo aliyotuharamishia ni machache. Na haramu, wametuletea haramu, kila kitu kimekuwa ni haramu. Kupiga picha ni haramu, kuweka sanamu ndani ya nyumba ni haramu, vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam yunzilullahu biha min sultani, hakututajia ndani ya Qur'ani wala hakutukataza ndani ya Qur'ani. Kwa hivyo amekuja na dalili ambayo kwamba iko katika suratul Luqman aya ya 6. Aya kama hii ni mwanzo iko na siyaq yake. Lau utafuata hii siyaqi utajua wazi kwamba Mwenyezi Mungu hazungumzii kuhusu nyimbo. Naam, Abdullah ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amrehemu na amswamehe madhambi yake, yeye ametafsiri akasema na akaapa akasema kwamba lahu alhadithi ni alghina. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye amesema kwa kulingana na maoni yake kwamba yeye anaona kwamba lahu alhadithi haimaanishi kwamba lahu kwamba ni nyimbo moja kwa moja mutlaq. La, Mwenyezi Mungu anatuambia afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kila mmoja ameambiwa atadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba Abdullah ibn Mas'ud amesema basi ndio imekuwa. Abdullah ibn Mas'ud ni mwanadamu kama mimi kama wewe, hupata akakosa, kwa hivyo hufai. Lakini sisi tumetukua takdis aqwalu sahaba, tunayatukuza maneno ya maswahaba kama tunavyotukuza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ya kutukuzwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu wala sio ya maswahaba. Swahaba ni mwanadamu kama wewe na mimi, yupata yakosa. Kwa hivyo sio, haimaanishi kwamba alichosema swahaba basi ndio moja kwa moja, la abada. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Luqman tutaiangalia aya kama hii, siyaki yake inazungumzia nini. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin
yani Mwenyezi Mungu anazungumzia na wale watu ambao kwamba wasojua. Wayattakhidhaha huzwan ulaika lahum adhabun muhin. Kisha Mwenyezi Mungu akazungumzia aya inayofuatia, wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith. Mwenyezi Mungu hapa amesema lahwa al-hadith. Mwanzo katika lugha Mwenyezi Mungu hakusema hadithul lahu. Lau angesema hadithul lahwi, hapo ingekuwa mumkin iweza kuwa ni nyimbo. Lakini Mwenyezi Mungu amesema lahu alhadith, na ni tofauti kubwa baina hadithul lahu wa lahu alhadith. Tofauti kubwa, yani kuna mfarikiano mkubwa baina hadithul lahwi na lahu alhadith. Hadithul lahwi lau ingekuwa ni hadithul lahwi, yani talhu biha, yani hadithun talhu biha, lau ingekuwa ni hadithul lahwi. Lakini Mwenyezi Mungu amesema lahu alhadithi, yani ay ma yulhika anil hadith. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anazungumzia hadithi ya nini? Hadithi ya kuhusu kitu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia mbele yake, wayattakhidhaha huzwan. Wayattakhidhaha, dhamiri inarejea wapi? Aya inayofuatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa idha tutla alayhi ayatuna. Kwa hivyo wayattakhidhaha huzwan, yani aya za Mwenyezi Mungu ndio wanazitufanyia mzaha. Kwa hivyo hadithi inarudi wapi? Inarudi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaendea wale ambao kwamba, yani akiwaendea watu ili kuwasomea Qur'ani na kuwaelezea kuhusu aya fulani. Kwa hivyo yale maelezo ya aya, yani hadithi ya aya, maelezo sio kutoma, sio tutla ayatullah, la, yani maelezo ya ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mro lahu alhadithi. Wao wakawa huwa wanamteza shere Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na yale mazungumzo ya aya ya Qur'ani, hadithi ya aya ya Qur'ani, yani mazungumzo anayozungumzia kuhusu aya ya ile Qur'ani. Wao walikuwa wakimfanyia shere na wakimtezea shere. Kwa hivyo aya kama hii haina mafungamano yoyote na alghina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anazungumzia kitu mbali kabisa. Anazungumzia wale mushrikini na wale wanafik ambao kwamba walikuwa wakimteza shere Mtume sallallahu alayhi wasallam kulingana na yale maneno ya aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwazungumzia kuhusu aya, wao hufanya shere, wao humdharau Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumkejeli, na akiwasomea aya hufanya mzaha na zile aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ametuambia lahu alhadithi, hakusema hadithu lahu. Kwa hivyo hii aya haina mafungamano yoyote na nyimbo, kwa sababu dalili aliyotoa na dalili wanaoitoa watu wengi wanaopinga muziki wanatoa dalili ambao kwamba ni hii aya iliyoko katika suratul Luqman. Na hapa tumeonyeshwa kwamba aya kama hii ukifuata siyaki yake kwa umakini utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazungumzii kabisa kuhusu nyimbo wala kuhusu muziki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema kinyume cha hayo. Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Hadid aya ya 20. Mwenyezi Mungu anasema, i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa takathuru fil amwali wal aulad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya kama hii iliyoko kwenye suratul Hadid aya 20 anatuambia, i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun watafakhuru bainakum watakathuru fil amwali wal auladi. Swali, je, kuwa na mali mingi ni haram? Je, kuwa na watoto wingi ni haram? La, sio haram.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia i'lamu, jueni, annama alhayatu dunya, kwamba huu hai wa dunia, laibun, yani ni machezo ambao ni nyimbo inaingia katika laibun, wazinatun walahun, na lahun ni kucheka na kufurahika, hiyo ni lahun, watafakhuru bainakum, na kujifakhiri baina yenu nyinyi kwa mali, mimi nina mali mingi, mimi nina magari, mimi nina majumba, si haram. Watakathuru fil amwali wal auladi, na kuwa na mali mingi na kuwa na watoto wingi. Haya yote sio kwamba ni haramu, Mwenyezi Mungu ameharamisha. Mwenyezi Mungu anatuambia hivi ni vitu ambavyo kwamba vilioko katika dunia, uhai wa dunia. Hakusema Mwenyezi Mungu kwamba kucheza ni haramu, wala kuwa na watoto wingi ni haramu, wala kuwa na mali nyingi ni haramu. La, abadan. Mwenyezi Mungu anatujulisha kwamba hizi ni mambo yaliyoko katika dunia, yani mambo haya hayakufai kesho akhira. Ndio Mwenyezi Mungu akaendelea akasema, kama thali ghaithi ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwanu wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu hapa anakwambia kwamba dunia starehe, furaha, kuwa na watoto wingi, kuwa na mali, hiyo ndio dunia, lakini sio haramu, la, ni halal balal. Sasa Mwenyezi Mungu mwisho amalizia, wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu anakujulisha kwamba hivyo vitu vyote havitokufaa kesho akhira, kwa sababu kucheza huna thawabu ukicheza, kufanya lahwi huna thawabu, zina ni mapambo, yani kutamani kuvaa nguo mzuri, kuwa na simu mzuri, kuwa na gari zuri, kuwa na nyumba mzuri, hiyo ni zina, ni halali. Hakitokufaa kuwa na nyumba mzuri, hakikufai kesho akhira, hupati thawabu. Kuwa na mali mingi hupati thawabu, kuwa na watoto wengi hupati thawabu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia wamal hayatu dunya illa, yani musisahau kwamba kuna na akhira. Hivyo ndivyo anavyotuambia Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu hajaharamisha chochote hapa. Vyote hivi ni halal balal. Kucheza ni halal, chezeni mnavotaka, lahu mnavotaka, fanyeni comedy, fanyeni ni zote hizo ni vitu vya uhai wa dunia. Kuweni na watoto wengi, kuweni na mali, jifakhirini na mali, vyote hivyo ni vitu ambavyo kwamba ni halali. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tusisahau kwamba kesho kuna akhira, fanyeni mambo mema ili kesho mupate malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivi vitu vyote ni halali balal, havina wasiwasi. Kuimba, kusikiza muziki, vyote ni halali, lakini ili kwa kupenda kuharamisha tumetungiwa mpaka hadithi tuambiwa kwamba yule mwenye kusikiza muziki atapigwa na risasi za moto kesho yaum al-qiyama. Wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaum al-qiyama kuna hisabu mzito kwa kusema maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu, kwa sababu dini ni ya Mwenyezi Mungu, ala lillahi dinul khalis, dini ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kwa hivyo jambo lolote la dini unapolisema ina maana kwamba linatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunasahau kwamba na tukachukulia kwamba yule mwenye kusikiza muziki ama yule mwenye kuimba ni afanya madhambi makubwa. Kusahau kwenyewe ni kwamba wewe umejisahau, wewe unayaharamisha, wewe ndio ulofanya madhambi makubwa kwa kuharamisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu hakuliharamisha. Sikiza Mwenyezi Mungu akwambia nini mwenyewe. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an atuambia, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqqi lamma jaahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Mwenyezi Mungu asema hakuna mbaya zaidi kushinda mwenye kuzini, kushinda mwenye kunwa tembo, kushinda mwenye kufanya lolote. Waman adhlamu, yani yule dhalimu zaidi, mimman iftara ala Allahi alkadhiba, kuliko yule mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu urongo. Huyo ndo mwenye kufanya dhambi kubwa, akasema dini imesema hivi, Mwenyezi Mungu amesema hivi, Uislamu unasema hivi. Huyo anasema Mwenyezi Mungu waman adhlamu, huyo ndio dhalimu kushinda wote.
mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urongo, kwa sababu dini ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia am lahum shuraka'u shara'u lakum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Mwenyezi Mungu anatuambia am lahum shuraka'u, je, wako na washirika ambao kwamba wamewatungia dini asoiruhusu Mwenyezi Mungu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuyataja. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani hajatutajia kwamba kuimba ama kusikiza muziki ni haram, la abadan, hajataja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anauliza am lahum shuraka, wako na washirika wengine ambao kwamba wamewatungia dini ambao kwamba hakuiruhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haramu yoyote, unapomsikia shekhe yoyote anaharamisha jambo, rudi ndani ya Qur'ani uhakikishe. Ukilipata ndani ya Qur'an, basi ujue kwamba ni kweli hilo haramu. Na usipolipata ndani ya Qur'ani, ujichunge ndugu Muislamu, ujue kwamba utakapoliswadiki jambo kama lile, basi wewe unamshirikisha Mwenyezi Mungu bima lam yunzil bihi sultan. Umeingia katika shirki ambalo kwamba ni jambo haramu. Mwenyezi Mungu kila kitu ametutajia ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu kila kitu alichokiharamisha amekitaja ndani ya Qur'an. Waqad fassala lakum ma harrama alaykum. Mwenyezi Mungu asema nimeweka wazi, nimevipambanua bitafsili, yani kwa kila kitu haramu nilichokiharamisha. Tena baada ya kusema ni haramu nikakipambanua wazi, ili kila mtu ajue kwa wazi hili jambo ni haramu na ni haramu jambo fulani. Kila kitu asema waqad fassala lakum ma harrama alaykum. Mwenyezi Mungu kila kitu amekipambanua ndani ya Qur'ani, lakini la sisi mpaka tulete riwayati na kuthibitisha kwamba jambo fulani ni haramu, badili tulete ayatul Qur'an kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha, na haramu Mwenyezi Mungu ameisema wazi, hakuficha. Huwezi kutuambia lahul hadithi ni alghina. La, Mwenyezi Mungu kama alikuwa atakusema alghina, angeleta tafsili kutuonesha ni nyimbo gani, ni aina gani. Kama mambo mengine alivyoharamisha damu, ametuambia ni damu gani, damu masfuhu, hinziri, je ni mnyama ndo haramu ama ni kula nyama? Mwenyezi Mungu amepambanua kila kitu, ni kula nyama. Yani Mwenyezi Mungu kila alichokiharamisha amekipambanua wazi. Kwa hivyo kama haramu ni ghina, ni haram, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angekuwa ametuwekea wazi. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Mwenyezi Mungu anatuambia kila kitu amekipambanua wazi ndani ya Qur'an. Na haya yote yanaletwa pale ambapo kwamba tunapoigura Qur'ani. Unapoigura Qur'ani, basi utakuta mtu anakuja na mambo ya ajabu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe hayajui. Atunabbiuna Allah bima la ya'lam. Mwenyezi Mungu anasema atunabbiuna Allah bima la ya'lam, yani mnasema maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe hayajui. Mungu hajaliharamisha, kwa hivyo wewe waliharamisha. Mungu hajaliharamisha ile jambo, wewe waliharamisha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakuambia atunabbiuna Allah bima la ya'lam. Wasema Mwenyezi Mungu ameharamisha, Mwenyezi Mungu atahajui kama hilo ameliharamisha. Hakuliharamisha, ni halali balali. Kwa hivyo ndugu Waislamu, wenye kuharamisha wahakikishe ndani ya Qur'an kabla ya kuambia watu, kwa sababu mwanzo yeye atakuwa anapoharamisha jambo ambalo kwamba hakuliharamisha Mwenyezi Mungu, atakuwa amefanya jambo la haramu. Na wale ambao kwamba wanaofuata na kuswadiki yale yaliyosema kwamba ni haramu, bila na ya wao kufanya uchunguzi ndani ya Qur'ani kwamba je, ni kweli imetajwa ndani ya Qur'ani, pia atakuwa mumemshirikisha Mwenyezi Mungu bima lam yunzilullahu biha min sultan. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tuwe na tahadhari kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu, alhalal ma ahalla Allahu fi kitabihi wal haram ma harrama Allahu fi kitabihi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake, halali ni yale aliyohalalisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake, na haramu ni yale aliyoharamisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake. Wama sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Mwenyezi Mungu asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na yale ambayo kwamba ameyanyamaza, hakuyataja, hayo amewasamehe, hayo ameyawachia, maadamu hakulitaja.
Alghina, hakutaja Mwenyezi Mungu nyimbo ndani ya Qur'ani kwamba ni haramu. Mimma afa anhu, Mwenyezi Mungu ameturuhusu tuimbe, tucheze, tufurahike, lakini na tusisahau kwamba kufanya a'malu salihati, ili kesho yaumul qiyama twende kwa Mwenyezi Mungu ikiwa tukitarajia mema na tukitarajia pepo. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.